baadhi ya watu huwapinga ahlus sunna wal jamaa. Kwa munasaba huu nitaeleza kwa mukhtasar masala haya. Wamejitokeza katika asri hii ahlul bid'ah wal ahwa yushani'una ala ahli sunna ala salafiyin. Wamejitokeza baadhi ya watu wa bid'ah katika asri hii, wanakuwa wanawabeza na kuwasema vibaya ahli sunna wal jamaa salafiyin, na hawabagui baina ya jahili wao na mjuzi na talibu ilmu katika wao na alim katika wao. Yusaffihuna ahlamahum, wanatia katika ujinga wote. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Sudani, nani wote wameingia katika ujinga kwa mujibu wa akili zao. Kwa nini? Yuqassimuna at-tauhida ila thalathat aqsam. Hawa mawahabi bwana wapinga bid'a, lakini wameleta bid'a kubwa katika tauhidi. Wamemgawa Mungu kwenye mafungu matatu bwana, wana utatu mtakatifu bwana, kama Wakatoliki, kama Wakristo. Msijimkaona ni wajinga katika wao, bali hata katika waliosoma katika wao ambao wanaonekana wasomi katika wao. Na kihakika sasa maneno haya hayazungumzi illa jahilun ahmaq. Hawezi kuzungumza mtu mwenye akili, mwenye basira katika ilmu atazungumza maneno kama haya. Na ndio maana uqala minhum la yaquluna mithla dhalik, waliona akili katika wao hawasemi mfano wa hayo. Haya ni maneno ya wajinga ahlul ahwa. Vipi unasema kwamba wamemgawa Mungu katika mafungu matatu? Mungu aitwa tauhid. Na ulizeni, Mungu aitwa tauhid? Iliyogaiwa ni tauhid ilmu, au kagaiwa Mungu dhatu rabbil alamin? Kwa hiyo lazima mfahamu hili jambo, si masala maskhara. Hilo jambo la kwanza. Kama ni ilmu ya tauhid, masala ya kugawa ulum na kuweka fusul, abwab, mabahith, matalib, ni jambo mustalahun alaiha, ni jambo liko katika ulum. Watu wana ni istilahati wala mushahada fil istilah, na nyinyi majua. Sasa katika istilahati za ulum, kama leo tukataja shuruti za swala, hakuna aya wala hakuna hadithi itakokuambia, wala kauli ya sahaba itakutajia kwamba shuruti za swala aseme ni 6 au 7 au 10 au 3. Hakuna aya mtajie shuruti za swala katika Qur'an. Shurutu siha si sharti za wujub wala shurutu siha, ni jambo ambalo istalaha alaiha ahlul ilm, si bid'a. Ikiwa waelewa nini maana ya bid'a, tumeelewana. Hivyo hivyo katika fununi nyingine na fununi nyingine, taksimati katika ulum ziko. Kwa ile tulieleza kwenye somo la balagha kwamba masala ya tatabbu, alistiqra wa tatabbu, wanawazuoni wanafuatilia mambo wakajua, wakafanya istimbati katika nusus, wakataja vigawanyo vya vitu. Sasa tunayoigawa sisi ni ilmu ya tauhid, somo la tauhid. Nususi zake na dalili zake ukizitazama kutoka kwenye Qur'ani na Sunna zinamimina katika sehemu kuu 3, kama aya hii ya 65 ya surat Maryam. Ukiangalia kipengele cha kwanza kinagusa katika masala rububiyya, rabbus samawati wal ard wama bainahuma, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili katika aya hii na kipengele cha pili chagusa katika uluhiyya na ibada, fa'bud wastabir liibadatihi. Sehemu ya tatu inagusa katika al-asma was sifat, hal ta'lamu lahu samia. Kwa hiyo ni jambo lipo limetolewa katika nusus. Jambo la ajabu sasa, la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu aarun idha fa'alta adhim, ay aarun adhim idha fa'altahu, aibu kubwa utakapolifanya jambo hili. Ukisoma
vitabu vya ashaira mutaakhirun, Hashia al-Bajuri, ukisoma sharh as-Sanusiyya, matn as-Sanusiyya, ukimsoma ad-Dusuq, ashaira wote, ukimsoma Murtadha az-Zabidi, alikuwa ni mwalimu, ni mudarris katika Jami al-Azhar, mwenye kitabu Ithafu Sadat al-Muttaqin. Murtadha az-Zabidi ana kitabu chaitwa Tajul Arus, pia ana Ithafu Sadat al-Muttaqin, sharh ya Ihya Ulum ad-Din ya al-Ghazali. Murtadha az-Zabidi ash'ari, ukimsoma wanaigawa tauhid, isipokuwa Ash'ari wanaigawa tauhidi baadhi yao kwenye vipengele vitatu, wengine katika vipengele viwili. Wanasema tauhidu ala thalathat aqsam: tauhidu dhati wa tauhidu al-af'ali wa tauhidu madha wa tauhidu as-sifat. wanagawa haya yamo. Wa ana atahaddahum katika hili. Wao wasema Sheikh Ibn Taymiyyah ndio mtu wa kwanza kufanya mambo haya. La, al-Imam al-Tabari, al-Imam Ibn Hibban na wengineo katika wanawazuoni wameeleza taksimu ya tauhid, kwamba aya hii inafahamisha juu ya tauhid al-uluhiyya, au hawa wamekiri urububiyya, wamepinga uluhiyya. Wa huwa kadhalik, washirikina wa Makka walikubali tauhidi, baadhi yao walikubali tauhid al-rububiyya. wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna man Allah. Ukiwauliza ni nani kaumba mbingu na ardhi, watakwambia ni Allah. Kukiri juu ya kuwa muumba ni Allah ni kukubali tauhid ar-rububiyya. Je, walimwabudu Allah peke yake? asema aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. يعني وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. walikuwa wanakwenda mbio kipita kifanya kampeni nyumba hadi nyumba, bwana huyu bwana atakuwafanya waungu wote. wantalaqa almala'u minhum wal ashrafuhum, wakawa wanakwenda wantalaqa almala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum, endeleeni na vumilieni juu ya kuabudu miungu wenu. inna hadha la shay'un yurad, hakika hili ndio jambo lenye kutakiwa. Lakini katika jambo la kumwabudu pekee Allah peke yake wakastaajabu, wanasema aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Atakuwafanya waungu wote waabudiwa wote awe ni muabudiwa mmoja tu. Hakika hili ni jambo la kustaajabiwa kabisa, haiwezekani. Wakalipinga, wakapinga maadi, kufufuliwa, wakapinga kiyama, lakini rububia waliikubali. Sasa kuzitumia aya hizi kwamba aya hii inagusa hapa na aya hii inagusa hapa, wanawazuoni kabla Ibn Taymiyyah kwa quruni. Ibn Jarir al-Tabari amefariki mwanzoni mwa karne ya 4 310 kama sijakosea, mwaka amefariki Ibn Jarir al-Tabari. azungumzia kuhusu tauhid al-uluhiyya na tauhid al-rububiyya. Vipi awe Ibn Taymiyyah wa mwanzo ayuha al-jahil? Wewe ni mjinga, hutaki kusoma, hutaki kuangalia akwali za wanawazuoni, wasikiliza maneno tu ya wengine, watu wenye chuki. Hao wanasoma vitabu vya watu wenye chuki dhidi ya ahli sunnah wal jamaa, hawawezi kuyahakiki mambo. Sasa sisi tukisoma hizi qawaid za ahli sunnah wal jamaa katika al-asma wa sifat, akileta maneno hayo hajiletea kitanzi mwenyewe, umnyonge. Tauhidi tatu, hawa wajua tauhidi tatu kwenu ipo. Fungua Hashia al-Bajuri, umeona al-Bajuri anaposema wenu huyu ad-Dusuqi, as-Sanusi, Murtadha az-Zabidi, hawa watu wanawazuoni wenu na wengi Ar-Razi, wengine wagawa kwenye sehemu mbili, wengine wagawa kwenye sehemu tatu. Asma katika sifat wamempa Allah subhanahu wa ta'ala sifa ngapi? 41, 20 za ijab na 20 za salb
na moja ndio ile ambayo ni mustahili. Vitabu vyao kama ni taksimu, ni kumgawa Allah, mshamgawa Allah vipande vipande takriban 41. Kama tauhidi ndiyo Mungu wenu, mshamgawa mafungu matatu. Sasa ya nini kumcheka mwingine? Tuje katika suala la kwamba je, kugawa bid'a? Sisi tunasema si bid'a, kwa sababu hizi ni katika ulumi ambazo, katika ilmu ambazo lam yakmil muqtadi li fi'lihi fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam. Muqtada wa kuwepo kwake elimu hizi haukuwepo katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tuitakidi kiimani, na ndio msingi wa sawa sawa, kullu amalin qama li muqtadi li fi'lihi ala ahdihi sallallahu alayhi wasallam wa intafa al-mani'u minhu ففعله بعده صلى الله عليه وسلم بدعة وضلالة. Huo ndio msingi tunaoegemea, na ndivyo walipopita wanawazuoni. Amali yoyote ambayo sababu yenye kupelekea kufanwa kwake ilikuwepo katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kukawa hakuna kizuizi cha kufanyika kwake kilichomzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam asifanye, kuja kufanya amali hiyo baada ya kuondoka kwake ni bid'a na ni upotevu. Wa in ra'ahu an-nas hasana, hata kama amali hiyo watu wataiona kuwa ni nzuri. Mfano wake, mfano wa karibu ni adhana katika swala ya Eid mbili. Sababu ya kuadhiniwa ilikuwepo, kuita watu kwenye jamaa. Hakukuwa na kizuizi kilichomzuia Mtume swalla salam. Ameswali swala za Eid nyingi, hakumwambia Bilali adhini, wala Abu Mahdhura wala Ibn Maktum kwamba adhini kwa ajili ya swala ya Eid, wala hapakukimiwa. Wewe ukija kuleta adhana siku ya Eid katika swala ya Eid, umeleta bid'a. Hata ukiona kwamba ni jambo la kheri, hapana, jambo zuri, jambo la kheri, nakwambia hii ni amali ambayo qama li muqtadi lahu au li fi'lihi fi ahdi ala ahdi sallallahu alayhi wasallam wa lam yakun hunaka mani'un fafi'luhu ba'da rasulillah sallallahu alayhi wasallam bid'atun wa dalalah. Mnaelewa hapo? Tayib, ilmu ya nahwu sababu ilikuwepo katika wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuandikwa ilmu ya nahwu, hakukuwa na muktadha wa hilo. Masahaba walikuwa kanu arab aqhahan, walikuwa waarabu vindaki ndaki wa asli, wanazungumza juu ya ile kwa hiyo hawakuhitajia nahwu, hawakuhitajia sarf, kuweka mizani kwamba hapa niseme nasara yansuru au nasara yansiru. Moja kwa moja ushafahamu kwamba hii ni tauria, hii ni kadha, hii ni tibaq, hii ni saja, bila ya kusoma. Jambo liko tayari katika fitra zao na maumbile yao. Umeelewa? Kwa hiyo lam yakun almuqtadi li fi'lihi, nafahamu. Lakini jambo likiwa sababu zimepatikana baada, Waajemi wamekuwa wengi, watu wamefanya kuchanganyikana, wale na lugha zao, waliozaliwa muwalladuna sasa wanarithi kutoka kwa Waajemi na kadha, baadhi ya maneno hayafahamiki. Abu al-Aswad ad-Duwali andika historia kwa ndiko nahwu mwijua. Nimetoka kidogo katika mada, lakini kurudi kuonyesha kufunga hivi vijilango vidogo vidogo vya kipuuzi. Lakini vile vile ilmu ya sarf, ilmu za balagha na nyinginezo. Kwa hiyo mabahithi za aqida ni mfano wake. Watu wakaweka wakafanya tafriati katika masail, katika hili kunazalikana hiki na hiki na hiki, katika usul, katika furu', wapo wamefanya hivyo. Kwa hiyo si jambo la bid'a, na jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam akalifanya kikapatikana kizuizi katika wakati wake, akashindwa kufanya kwa sababu kuna kitu fulani, khashyatul iftirad mathalan, kuogopea isije kafaradhishwa kisha akafa, kule kuogopea kumeondoka, kulileta lile jambo, si bid'a, ni kulihuisha lile alilofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam au kulitamani. Hilo linatakiwa tulifahamu jamaa. Kwa hiyo taksimu ya tauhid, ili watu wa sasa wasikumbukie katika shirki, ili wapate kuzielewa aya, umwambie aya hiyo yagusa kwenye rububia hiyo,
hapo hatuna mzozo na makafiri. Wao waliamini hili, waliamini rububia ya Allah, kwamba wao wameumbwa na ni viumbe vya Allah, na wao hawaoni kwamba hii ardhi na hizi mbingu na hizi al-ajramu samawiya, magalaksi hayo na nyota kwa sayari, hawaoni kwamba wao ndio walioziumba. Ila kafiri mmoja tu, Firaun, ndiye alidai kwamba ile mito wa Naili ni wake, wa hadhihi al-anharu tajri min tahti, wakati amezaliwa amevikuta. Alaysa li mulku Misra adai kwamba yake yeye kazaliwa na baba yake kavikuta, baba yake mwenye kavikuta na babu yake. Lakini makafiri wote waliokuwa katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakikubali kwamba muumba wao ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mmiliki Allah subhanahu wa ta'ala, mudabbir Allah subhanahu wa ta'ala. Hal abaduhu wahdahu la sharika lah, je walimwabudu yeye hali yako peke yake, hana mshirika? Je, ashhadu an la ilaha, ashahidu an la ilaha illa Allah, je walishuhudia ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki illa Allah? La. Walidhalika kafaru, na kwa sababu hiyo wakakufuru. Na miongoni mwa hayo ni kuwapa viumbe sifa za muumba, pia ni katika kufuru. Na kumpa kiumbe ni kumpa Allah sifa ya kiumbe ni kufuru. Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara, yote tukimfananisha Allah na kiumbe wake atakuwa amekufuru. Kwa ni msingi madhubuti takiwa tufahamu, na watu waelekezwe, wajue hii ni rububia, wajue hii ni uluhia, na hizi ni asmaullah, na hizi ni sifatuhu. Na sifa ni babu tawqifia, mlango wake ni tawqifi, sawa. Na sifa zimebeba maana, majina yamebeba maana, na ndani yake kuna sifa. Sifa zina maana, sifa zitengenezi jina, sifa zinatoa khabar. Khabar ni babu al-akhbari, al-ikhbar awsa, na mlango wa habari hautengenezi majina. Allah subhanahu wa ta'ala unaweza kumuelezea kwamba ni shay mawjud wa kadha wa kadha, lakini hutengenezi sifa kutoka kwenye shay, wala hutengenezi jina katika shay. Nimekwenda mbali zaidi, lakini nataka kusema kwamba mlango wa qawaid al-asma'i was-sifat ni mlango muhimu. Msije mkaona mashekhe wamevaa vilemba vikubwa vikubwa na majongo mkaona kwamba basi wajua kila kitu. Wengi wao katika mlango huu sifru liyadain, hawajaweza kudhibiti milango hii, ndio maana wanazungumza wasichokujua. Kwa hiyo wewe dhibiti kawaidi hizi, pengine zikakusaidia.